Katika mwaka wa fedha ulioishia Juni 2024, halmashauri yetu ya wilaya ya Ushetu ilipata hati safi ya ukaguzi, hii ikiwa ni mara ya pili mfululizo kuanzia kwa mwaka wa fedha 2022/23 na huu mwaka 23/24. Jedwali linaonyesha hati zilizopatikana kwa miaka mitano linaonekana hapo, ambapo mwaka 2019/20 tulikuwa na hati yenye shaka, mwaka wa fedha 2021 tulikuwa na hati safi, mwaka wa fedha 21/22 tulikuwa na hati mbaya, lakini mwaka wa fedha 2022/23 tukapata hati safi, pia mwaka wa fedha 2023/24 tukapata hati safi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu ya tatu inaelezea utekelezaji wa mapendekezo ya wakaguzi kwa hoja za miaka ya nyuma kuanzia mwaka wa fedha 2019/20 hadi mwaka 2022/2023, ambapo tulikuwa na jumla ya hoja 19, ambapo katika hoja hizo 5 zimetekelezwa na kufungwa, hoja 13 ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji na hoja moja bado haijatekelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu ya 4 inazungumzia utekelezaji wa mapendekezo ya wakaguzi kwa hoja za mwaka wa fedha 2023/2024, ambapo tulikuwa na jumla ya hoja 35, ambapo katika hizo hoja 9 zimetekelezwa na kufungwa, hoja 25 ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji na hoja moja bado haijatekelezwa. Napokea fedha nyingi kutoka serikali kuu. Ukamilishaji wa miradi, hatuna sababu ya kutokukamilisha miradi. Miaka ya nyuma tulikuwa tunasema kwamba tumesimama kwa sababu katika mradi wa bilioni 1 tumeingiziwa milioni 500. Daktari Samia Suluhu Hassan hakuna mradi hata mmoja ambao ameingiza 50% au 60 au 40 ya fedha inayohitajika. Mradi ukiwa unahitaji bilioni 2, Mheshimiwa Rais anaingiza bilioni 2. Uongo kweli? Hakuna mradi hata mmoja katika wilaya yetu ya Kahama na halmashauri zote 3 ambazo miradi yetu hii imepokea kiasi cha hitaji la ukamilishaji wa mradi. Miradi yote ni fedha kamili zimeingia. Hatuelewi kwa nini miradi inashindwa kumalizika ndani ya muda. Tunaona kuna hoja hapa za mifumo na nini, lakini naomba tujitahidi zisiwe ni hoja. Pambane na kuhakikisha kwamba miradi inaenda kukamilika. Lakini pia tuhakikishe kwamba fedha za miradi ambazo zimeingia zinaenda kukamilisha ile miradi na isije ikajitokeza hali ya fedha kuweza kurudi tena kwenye mfumo, kwa sababu kuna hiyo changamoto. Fedha inaingia, haifanyiwi utekelezaji ndani ya muda, matokeo yake inarudi tena kwenye mfumo, na ikisharudi kwenye mfumo, ndugu zangu, kama tulipendelewa tukaletewa fedha kwa ajili ya mradi fulani, ikirudi tafsiri yake ni kwamba hamko tayari kufanya huo mradi, lakini kuna wilaya nyingine na mikoa mingine ambayo wanaitaka hiyo fedha. Uongo kweli? Fedha itakuwa redirected, itakwenda kwenye maeneo ambayo wanahitaji. Naomba sana mapenzi ambayo Mheshimiwa Rais anayo na wana Ushetu, na sisi kupitia halmashauri hii tuonyeshe ni namna gani ambavyo tunathamini fedha ambazo Mheshimiwa Rais anatuletea, twende tukakamilishe miradi. Na Mheshimiwa Rais haleti fedha kwa ajili tu ya kuwa na majengo mazuri ya hospitali. La hasha. Lengo lake ni kwamba uwe na majengo mazuri ili wananchi wake waingie kwenye hospitali, vituo vya afya na zahanati zenye viwango. Hatoi tu fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa yenye mapatani nzuri, mapaa mazuri na marumaru chini. La hasha. Ni kwa sababu wanataka watoto wa Ushetu waingie kwenye madarasa yenye hadhi, waingie kwenye madarasa yenye marumaru, waingie kwenye madarasa yenye aluminium. Kwa hiyo sio tu kwamba serikali ina pesa nyingi au Mheshimiwa Rais, hapana, anapandisha kiwango cha elimu, anapandisha kiwango ambacho tukipita leo hii kwenye shule zetu za serikali huwezi kutofautisha na shule binafsi. Na inawezekana kwamba ukiangalia shule binafsi unaweza ukashtuka ukasema hii ni shule binafsi, kwa sababu miaka ya nyuma tulizoea shule binafsi ndio zenye muonekano mzuri. Jamani, uongo kweli? Leo hii ukienda Uloa pale kuna majengo ambayo unaweza ukasema hivi ndio unaingia kama mjini au kumbe ndio unaingia Uloa.
Kuna hoja ya upatikanaji au uwepo wa hati katika eneo ambalo ofisi za halmashauri zinaenda. Serikali imeleta fedha nyingi sana, na pale tunaenda kujenga mradi wa kiutawala ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amehakikisha kila halmashauri inaenda kupata jengo la kisasa la utawala kwa ajili ya watumishi wa halmashauri. Sasa itakuwa ni kitu cha ajabu mabilioni ya fedha yaende sehemu ambayo hati bado haijakamilika. Natambua hati iko kwenye taratibu, lakini nadhani kwa kupitia baraza hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, basi tushauri kwamba taratibu za upatikanaji wa hati ziweze kwenda kwa uharaka, sababu inatambulika wazi ni jengo la halmashauri, kiwanja ni cha halmashauri, hakuna swali juu ya hili. Ni dunia leo naweza kaibuka tu mtu akaja kusema ni eneo la kwake. Uongo kweli? Kwa sababu tunatambua watu ambao baadhi wanania ovu. Tunatambua wazi ni eneo la halmashauri, tunatambua wazi limehodhiwa na halmashauri miaka na miaka, tunatambua wazi ni eneo ambalo mradi wa ujenzi wa ofisi iko pale. Lakini ni vyema tukakamilisha taratibu za kisheria za uwepo wa documentations ambazo zinaonyesha umiliki wa eneo hili. Leo hii Nyamilangano hapa kuna hospitali yenye vifaa ambavyo si rahisi kupata hata kwenye hospitali za rufaa, lakini leo hii tumeletewa hapa nyumbani. Mheshimiwa Rais akasema kwamba barabara hizi zenye lami ambazo nadhani sasa hivi tunaanza kuona makatapila yanaanza kuingia Ushetu. Ilianza Kahama, tukahamia Msalala, na sasa hivi kazi na timu nzima inahamia Ushetu. Lami inatambaa kuanzia Kahama kuja mpaka Ushetu. Lakini je, watumiaji wana hali gani za kiuchumi? Zile barabara ambazo tunataka ziende kuhakikisha kwamba tumbaku za wana Ushetu ambao ndio biashara yao kuu hazilali. Kipindi cha nyuma magari yalikuwa yanalala njiani, lakini wakati huo hizi barabara watu wawe na uwezo wa kumiliki magari na vyombo vingine vya moto. Ndio maana unaweza mkaona fedha katika nyanja mbalimbali, mikopo imerudi ili kuinua watu kiuchumi. Mheshimiwa Rais alisema kuwa na viwanja vya ndege bila Mtanzania kuweza kupanda ndege ni changamoto. Kuwa na vituo vizuri vya mabasi bali bila Watanzania kuwa na uwezo wa kupanda kwenye hayo mabasi ya kisasa ni changamoto. Kuwa na barabara za lami wakashindwa kumiliki magari, pikipiki, bajaji ni changamoto. Leo hii mtaona 10% kwenye halmashauri. Hapa yenyewe tukizungumza bado kuna watu au vikundi ambavyo hawajarudisha fedha zile. Uongo kweli? Kweli. Na ndio ambayo ilipelekea mpaka ile mikopo ikaenda kusimama kwa muda fulani. Kwa sababu fedha zile tunasema rotating funds. Chukua, tumia, zalisha, rudisha ili wenzako pia wapate. Hazijarudi, zikasimamishwa. Mheshimiwa Rais akasema hapana. Wanaoteseka ni wananchi wangu wa makundi yale ambao nataka wapate. 4% kwa kina mama, 4% kwa vijana, 2% kwa watu wenye ulemavu. Kukosekanika kwa fedha hizi kurudi ni mapungufu yenu watumishi kwenye ufuatiliaji. Kuanzia wakuu wa wilaya, wakurugenzi kwenda katika watu wote wakuu wa idara. Rejesheni 10%, wananchi wapate jukumu la kuendelea kufuatilia na kurudisha kwenu. Ndio maana tunaweza kuona sasa hivi tunakimbizana kuhakikisha kwamba fedha zile zinarudi, lakini katika namna ambayo mwananchi hateseki. Kwa tumetenga fedha nyingine 4% kwa kina mama, 4% kwa vijana, 2% kwa watu wenye ulemavu. Katika kitu ambacho Mheshimiwa Rais hataki ni kuona wananchi wananung'unika, wananchi wanasikitika, wananchi wanapata taabu. Ndugu zangu, hakuna kikubwa cha kumshukuru Mheshimiwa Rais zaidi ya kumwombea afya njema. Hakuna kikubwa cha kumshukuru Mheshimiwa Rais zaidi ya kumuunga mkono kwa kazi kubwa anayofanya. Hakuna cha kumshukuru Mheshimiwa Rais zaidi ya kukanusha uovu na uongo ambao watu wanajaribu kusema. Kule nyuma tuliingia kwenye wimbi la kusuasua, lakini kwa sababu ya mshikamano, umoja na utulivu tulionao wana Ushetu, kuanzia waheshimiwa madiwani, mheshimiwa mbunge pamoja na wakuu wa idara na ofisi ya mkurugenzi, ndiyo silaha pekee ambayo imetuvusha leo tumefikia kwenye muonekano. Kwa kweli mimi naendelea kumshukuru Mungu.
Na leo kwa sababu ni baraza letu la kikanuni, baraza maalum, ninaamini mfumo wetu ni sahihi. Tumeanzia kwa mwakilishi wa rasi, ametoa maelekezo yake, na kubwa aliyosisitiza ni kwamba hoja zilizobaki ambazo ziko kwenye utekelezaji basi tuzikamilishe tena kikamilifu kwa kadri ambavyo ya maelekezo ya SEA alivyoelekeza kwa maana ya mapendekezo. Lakini pamoja na hivyo akasisitiza kwamba tuwe na kamati au timu ndogo ya wataalamu wahamasishaji wa namna ya kujibu hoja ndani ya wakati, huku tukisimamia mfumo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba timu tunayo, isipokuwa ni ahidi kwamba tutaendelea kuisimamia na wenyewe wahusika wataendelea kuwajibika kusimamia na kukumbusha na kutuongoza ili tuweze kujibu hoja ndani ya muda na kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukija kwa SEA ambavyo alivyosema maelekezo yake, ameyasema wazi kwamba yapo ndani ya kitabu chetu ambacho tulikuwa tunajadili leo, na sisi tunasema kwamba tumepokea na tutaendelea kufanyia kazi kama ilivyoelekezwa ndani ya muda stahili. Na kwa kuwa sasa tunaelekea kwenye mwaka 24-25 ya ukaguzi, basi tunaamini kwamba yapo mengi ambayo tutakuta kwamba tayari tumeshayafanyia kazi kama mlivyoelekezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, akaja mwenyekiti wetu wa CCM ametupongeza sana, tunashukuru, lakini pamoja na pongezi akatuelekeza kwamba yale yaliyobaki kama serikali kutekeleza yaliyolengwa na ilani kuhakikisha kwamba tunakamilisha. Nasi tunasema mbele yako Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye ni mkuu wa mkoa pia kwamba bado tunaendelea kutekeleza na tutatekeleza kama inavyotakiwa kwa kadiri ambavyo miongozo inavyotaka na malengo ya halmashauri yaliyowekwa. Kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato katika halmashauri yetu, hali kadhalika kwenye matumizi ya fedha za umma ambayo mwisho yamepelekea sisi tumekwenda kupata hati safi kwa mwaka wa pili mfululizo. Lakini kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nizielekezee pia ofisi ya mkurugenzi mtendaji na timu yake ya wataalamu wameonyesha namna gani ambavyo wamekuwa wakifuatilia utekelezaji wa kamati ya fedha, uongozi na mipango pamoja na baraza zima kwa ujumla. Mipango na mikakati yote ambayo imekuwa ikipangwa kupitia vikao vyetu vya kisheria vya ndani mpaka na mabaraza na wataalamu wetu wanakwenda kutekeleza, ndio matunda ambayo leo sisi tunayaona hapa. Ni matamanio yetu sana Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kwamba tunakwenda kumaliza muhula huu, lakini tunaomba halmashauri yetu iendelee kuwa na mwendelezo huu, kwa sababu haya ndio tuliokuwa tunahitaji, na tunatarajia hata kwenye mwaka ujao wa fedha kwenye baraza lijalo jipya linalokuja tuendelee kuwa na mfumo huu ili halmashauri yetu iendelee kuwa na hati safi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.